Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa siku ya leo. Ni siku ngumu sana ngumu sana kuiona siku nyingine, maana kuiona siku ni kitendawili kwa mwanadamu. Kwa sababu wengi walitamani kuiona siku kama ya leo, lakini hawakufanikiwa kuiona siku kama ya leo. Na ukifanikiwa kuona siku ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Mtumishi Sam. Ila nilipenda sana kuongelea kuhusiana na sisi watumishi, jinsi gani tunavyoishi na waumini, na ni jinsi gani tunaiweza kusimama na nchi yetu na taifa letu. Kwa sababu mpaka sasa tunapoongea, amani ni ndogo katika taifa, kwa sababu kila mtu haelewi asimame wapi. Kwa sababu sisi watumishi wa Mungu tumekuwa ni watu ambao tunahubiria matumbo yetu, ila atuhubiri kuhusu amani na uokovu wa kweli. Sababu kila mmoja na yake, yani kilichobaki ni kwamba sisi ni watumishi. Ina maana mtumishi anachunga kondoo, ila sasa tunasaidia fisi kula kondoo. Yani tumeacha fisi waliwe na kondoo, na sisi pia tunashirikiana na fisi kuwala kondoo. Kwa changamoto inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu hatujui ni wapi tunasimama. Tumebaki kuhubiria matumbo, hatuangalii tusimame wapi. Unapoitwa kuwa mtumishi wa Mungu, unapaswa kusimama katika haki na kweli. Unapaswa kusimama na Mungu, sio ya Kaisari mwachie Kaisari, ya Mungu mwachie Mungu. Sio sisi watumishi tuungane. Yani unakuta watumishi sasa hivi wako huku. Unakuta mtu badala ya kuhubiri au kusaidia watu kiimani na kuunganisha watu kwa pamoja ili amani iweze kuwepo, sasa hivi tunahubiri kwa kuangalia watu. Fulani ana gari, nimhudumie kwa haraka. Fulani anacho, nimhudumie kwa haraka. Fulani hawezi kupata huduma yangu. Kitu ambacho ningetamani kuongea na watumishi wenzangu ni kwamba tuweze kusimama na Mungu, tuweze kusimama na taifa letu, kwa sababu tuko katika wakati mgumu sana. Tuko katika wakati ambao hatupasi kuangalia sura ya mtu. Tuko wakati ambao hatupasi kuangalia cheo ya mtu. Tuko wakati ambao hatupasi kuangalia nini fulani ana nini, fulani yukoje, fulani ana nini. Tuko katika wakati ambao tunapaswa kusimama na Mungu na kusimama na taifa kwa ujumla na kusimama na watu kwa ujumla, ili tuwafute wa Tanzania, ndugu zetu, waumini wote, ndugu zetu, machozi kwa vita ya ibada. Unajua, tukiungama kila mmoja, tukishika maombi kwa kila mmoja, amani inaweza kawepo na watu wanaweza kaa katika sehemu moja, kwa sababu nchi inaangamia kwa sababu ya sisi watumishi ambao tulipaswa kuleta amani. Kwa sababu siasa na utumishi havina tofauti, kwa sababu wanasiasa wanatetea wanyonge, watumishi wanatetea wasiojiweza kiimani, yani kiroho. Kwa inakuweje sisi tunashindwa kuungama? Tukienda katika andiko, Samueli alikuwa ni mwanasiasa, lakini aliagizwa kwenda kuokoa watu. Alitumia demokrasia yake na aliokoa watu. Kwa hebu tusimame na Mungu, tuache propaganda ya kuangalia vitu fulani na kitu fulani. Siku hizi watumishi wa Mungu mmekuwa watu bila mtu kuwa na pesa huwezi kukuona. Yani mtu anakuwa na matatizo, anashindwa elekee wapi, apate msaada wapi, anashindwa kupata, kwa sababu hawezi kufika kwako kama hana kitu. Wakati tunajisahau kwamba wale walioanza chini na kidogo kidogo, wale ndio sababisha mpaka leo ukawa mtu mkubwa, ukawa unajulikana. Na kukumbusha tu kitu kimoja, kwamba huyo tajiri unayemuona hawezi kusimamisha gari ili aje kutoa ulipokwama kwenye matope, ila yule mwenye baskeli ataitelekeza baskeli yake kuja kukutoa kwenye matope. Ikumbuka waliokula ndo wale waliosema kwamba cha sahani ni kichafu, wakati wao ndio walikuwa wakitumia baada ya wameshashiba kila mmoja kwambia haiwezekani. Hebu tusimame na Mungu. Kama nilivyosema toka mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Na hapo katikati nilisema kwamba katika mwaka huu ni mwaka mgumu sana katika taifa letu la Tanzania na nje ya Tanzania, kwamba kutakuwa na machafuko mengi, na watakao kuwa na changamoto kubwa ni wanasiasa. Na viongozi wetu watakuwa katika wakati mgumu sana katika huu mwaka. Lakini mimi katika maono yangu naona
naona tarehe 9 itakuwa ni siku ambayo hapa tutakuwa na amani kidogo. Kwa tunapaswa tuingie katika maombi kwa ajili ya kuombea taifa hili liweze kupita, kwa sababu naona huma kubwa, naona wimbi la watu wakiwa wako barabarani. Niseme kwamba naona kama maandamano yapo ambayo inaweza kaleta madhara makubwa katika taifa letu. Kwa ninachoomba ni Mwenyezi Mungu aweze kusimama, kwa sababu niliona giza kubwa ndani ya nchi yetu, afu mwisho wa siku nikaje kaona nuru mpya katika taifa na amani ikaje katawala mbele ya taifa. Kwa ninachoomba kwa Tanzania ni tusimame na Mungu, na ninachoomba zaidi ni kwa watumishi wa Mungu wenzangu kwamba tusimame na Mungu, tuweke ile imani ya kuombea Tanzania hili ambalo linakuja mbele yetu liweze kupita. Najua kwamba Mungu tunayemwabudu ni mmoja. Yaani uwe Muislamu, Mungu tunayemwabudu ni yule. Na uwe ni Mkristo, ni Mungu tunayemwabudu ni yule. Lakini kuna watu wengine, mtu anaweza kaongea. Shetani huwa ana nafasi kubwa sana kuweza kuongea. Tunaweza tukamuona kwamba aliongea ukahisi kwamba yuko sawa, kumbe kuna kitu ambacho kinamchanganya. Unajua yani mawazo ya maisha, stress za maisha inaweza kumsababishia mtu aongee kitu ambacho akija kufikiria aliongea nini, anakuta kwamba alikosea. Sababu sidhani kwenye mtu mwenye fikra sahihi na mtu mwenye roho ya imani anaweza kanyanyuka akasema kwamba tutakata vichwa vya watu, tutaangamiza watu. Haiwezekani, kwa sababu hamna sehemu ambapo inaruhusu watu kufanya bila, bali tunaweza tukamwombea kwa sababu aelewe alichokuwa anakiongea. Kwa sababu Wakristo na Waislamu wote ndugu. Kuna watu wameoa Wakristo, wameoa Wakristo na ni Waislamu, na kuna watu ambao wameslimu, wameatoka Kristo wameenda Waislamu. Kwa sababu Waislamu na Wakristo ni ndugu. Kwa katika nchi yetu mimi ninachokiomba kwanza, tuweke udini pembeni. Viongozi wa dini tuweke udini pembeni. Cha kwanza, tusimame na Mungu katika umoja. Yaani ukiacha udini, afu tukisimama na Mungu, ina maana kila kitu kitakuwa sawa. Cha pili, viongozi wa dini kuongelea kujihusisha na siasa. Maana Romano anaongelea, wengine pia wanaongelea, si ndio? Kwa upande wangu si mbaya, kwa sababu mwanasiasa na mtumishi wa Mungu utofauti wao ni mdogo. Ndio maana mbele yule nikasema kwamba ya Kaisari mwachie Kaisari na ya Mungu mwachie Mungu. Wale wa Roman ambao wanaongelea kuhusiana na hili hawana umoja na watumishi wenzao. Kwa sababu kukuwa na umoja ni ile kusimama na kufunga kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kuombea taifa, amani iwepo ndani ya taifa. Kwa sababu mtumishi mmoja anamiliki zaidi ya watu 1000. Kama mtumishi mmoja anamiliki watu zaidi ya 1000, tuko watumishi zaidi ya 100. Ina maana tunamiliki waumini wangapi? Ni wengi. Katika wale waumini tukisimama na imani, tukahubiri amani kwa kusema kweli na haki kwa ajili ya watu wanaoangamia. Kwa msimamo kwa wale ambao wamesimama na Mungu, watumishi wa Mungu na viongozi wa dini, ni kwamba tunasimama kwa pamoja kuiombea taifa, kuomba amani iwepo ndani ya taifa letu. Amani hii inatokana na maombi ambayo sisi tutayaomba ili Mwenyezi Mungu aweze kuingia. Na pia Mwenyezi Mungu aweze kuingia ndani ya mioyo ya viongozi wetu wa serikalini, na wao wasimame na Mungu. Sababu unaweza kupambana kuomba amani iwepo, lakini mwenye mji hataki amani. Unajua kwamba tuko katika mfano, mimi nimeanza mfungo kwa ajili ya taifa, tunaanza kuanza mfungo kuanzia tarehe 1 kwa ajili ya taifa. Kwa nahisi na yani kwa msimamo wangu, upande wangu na viongozi wa dini wenzangu ambao tulikaa kikao, ni kwamba tunapaswa kusimama na Mungu kwa ajili ya kuombea taifa, kwa sababu taifa inaenda katika mchafuko mkubwa. Kwa tunahitaji ili hii njia iweze kutoka, tuweze kusimama katika njia iliyo sahihi.